Kama unakumbuka kuhusu moja ya taarifa ambayo chombo cha habari cha Millardayo kiliwahi kuripoti juu ya kuwepo kwa familia ya Balozi Constantine Juakali kuvuriwa uwenyekiti na kutuhumiwa kwa kufanya vurugu katika misiba, kufanya matukio ya wizi yeye na familia yake, huku baadhi ya viongozi na wananchi wakidiriki kuitenga familia hiyo. Hatimaye leo mtuhumiwa amerejea nyumbani, huku tuhuma alizokuwa akituhumiwa nazo zikiwa si za kweli. Na hii inakuja baada ya mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba kufunga safari na kuelekea katika mtaa huo wa afya uliopo katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani humo, huku akilazimika kusuluhisha mgogoro huo ambao ulikuwa ukiendeshwa kwa mihemko ya baadhi ya viongozi kwa kushirikiana na wananchi katika mtaa huo. Ndipo alipotoa maamuzi ya serikali na kuvitaka vyombo vya ulinzi na usalama kufanya uchunguzi. Sasa leo Balozi Constantine Juakali pamoja na familia yake wana furaha ya kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumteua mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba, ambaye amekuwa na tabia ya kutatua changamoto za migogoro katika maeneo mbalimbali ya wilaya Geita. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Millardayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence. Kwa majina naitwa Constantine Bahati Juakali, ni balozi katika eneo hili shina namba 36 tawi la Iboza Magigwa au mtaa wa afya. Asante. Kwanza ninafurahia sana, nina furaha moyoni kurudi kwenye familia yangu na kuona wanangu na mke wangu, kitu ambacho kilikuwa kimekuwa ni hadimu. Hii yote ninaishukuru serikali ya Tanzania inayoongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan, na vile vile ninamshukuru sana mkuu wa wilaya yetu hii ya Geita, maana alifika mpaka eneo la kwetu akasikiliza na akatatua mgogoro huu. Na kufika kwake, hali ya mtaa wa afya sasa hivi ilikuwa ina makundi, lakini wote tumekuwa kitu kimoja, tunashirikiana, na bila kukisahau chama chetu cha Mapinduzi. Baada ya mgogoro huu kuisha, chama chenyewe kimefika kwenye eneo la kwetu, kwenye shina la kwangu hili ambalo ninaliongoza, kimeitisha mkutano na wananchi wakaitikia wa shina hili, wakina baba na wakina mama, na wakaulizwa uhuru wa kwao juu ya uongozi uliopo. Wananchi kweli walifunguka, wakahitaji niendelee kuwatumikia pamoja na changamoto ambazo zilitokea, lakini na mimi nilikuwa tayari kuendelea kuwatumikia kwa sababu bado ninakihitaji chama chetu na ninakipenda sana. Kwa hiyo sikuwa kinyume na maoni ya wananchi wa eneo hili, kwa maoni ya kwao ya kuniomba niendelee, na chama kweli kiliamua kubariki kwamba katiba ya kwetu tunasikiliza maoni ya wananchi, na wananchi kweli walishangilia, na mpaka sasa hivi naendelea kushirikiana nao vizuri. Wanakuja, wananiita kwenye changamoto na shauri na tatua. Kwa hiyo tunashirikiana nao vizuri sana, na mimi niliwaahidi kwamba pamoja na changamoto zilizopita nitaongeza upendo kwao na kushirikiana nao. Shukrani zangu kwa mkuu wa wilaya, namshukuru sana, na aendelee kuwa na moyo wa hivyo, na Mungu ampe maisha marefu, kwa sababu na yeye amekuwa haraka kwenye eneo lake anaposikia kuna changamoto kufika. Na mimi binafsi na wananchi wameamini kiongozi yoyote anayeteuliwa na rais wetu, kumbe amemwamini na anamkubali kwamba yuko tayari kuwatumikia wananchi pale panapohitajika. Ni kweli mkuu wetu wa wilaya, nafikiri kila mwananchi amejua kabisa kwamba tuna mkuu ambaye ameletwa kwa ajili ya kututumikia wananchi. Wamefurahia sana, hata waliokuwa na woga wa kuongea wamejua hapa haki ipo. Familia yetu ilikuwa imeshapata changamoto kipindi cha nyuma. Kwa toka amekuja mkuu wa wilaya kutatua changamoto zetu za mtaa wa afya kwenye eneo la Nzengo letu, zilitatulika na zikaisha. Sasa hivi tunaishi kwa furaha. Natoka amerudi mume wangu, tunaishi kwa furaha pia, pamoja na jamii tunashirikiana nayo. Kwa kweli nakipongeza Chama cha Mapinduzi na ninakishukuru sana kwa kuendelea kumwamini mume wangu. Tena amerejeshwa nafasi yake ya kuongoza ubalozi. Baada ya kurudi mume wangu, kuna makanisa ambao walikuja kututembelea, kuja kutupa faraja kwenye hii familia. Nao wachungaji wa makanisa nawashukuru sana, pamoja na waumini wake nawashukuru sana.
Kwa sasa hivi iko vizuri sana yani. Majirani zangu ninawaagiza, ambapo zamani ilikuwa ni ngumu sana kumuita hata jirani. Hata mkikutana barabarani, salamu yenyewe ilikuwa ni ya shida. Hata kumwagiza anakataa, lakini sasa hivi majirani zangu wananitembelea kwa wingi na tunashirikiana nao vizuri. Panapohitajika ushirikiano, sisi na wananchi wetu tunashirikiana naye vizuri tu kama ilivyo kawaida mabalozi ambapo wanafanya wengine. Utofauti inawezekana nikasema upo au haupo, siwezi kusema, lakini ushirikiano wenyewe upo na utofauti inawezekana ukawa upo kwa wananchi wale wengine, lakini mimi tunakaa ubalozi mmoja na sawa, lakini ushirikiano ni mzuri. Nashukuru sana Konstantini kurudishwa kwenye ubalozi. Kwa kweli wananchi tunashukuru sana, kulingana na huu mtaa wa afya tulivyokuwa tumeyumba kidogo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kweli kwa hilo, kwa kutulejeshea balozi wetu. Cosmas Konstantini tulikuwa tunampenda sana kwa kweli kwenye eneo hili. Tulikuwa tunampenda sana kulingana na uharaka wake kwa kuwa hata kuja kwenye matukio anatuwaia sana kwa kweli. Kwanza napenda kushukuru chama kwa sababu ya kumrudisha tena balozi wetu mpendwa ambaye ametumikia kwa miaka mingi. Hata sisi wananchi tulikuwa tunamwamini na tunampenda. Hivyo tunashukuru sana kwa chama kuona kwamba nguvu yake aliyokuwa akifanya katika ubalozi huu, na ndio maana wakaweza kumrudisha tena. Hata sisi wananchi tunafurahi sana. Hivyo tunaomba na yeye balozi asituangushe, aendelee kuwa na juhudi zake kama alivyokuwa mwanzo akitumikia. Balozi huyu kilichotokea baada ya ujio wa mheshimiwa mkuu wa wilaya kumaliza tatizo la kule, wananchi walitufuata kama chama wakimhitaji balozi wao. Walipotufuata na sisi tulielekea kule, tukaenda kukusanya wananchi wanachama yani. Tulikaa nao tukawauliza maswali kwamba tatizo ni nini, wakaeleza tunahitaji balozi wetu arudi madarakani. Basi sisi kama chama tuliamua kumrudisha na mpaka sasa ni balozi kule. Sisi baada ya balozi Konstantini kusimama, tulifanya kikao ndani ya chama. Vikao hivi tulivifanya kwa kulingana na msamaha aliyopewa. Chama kilimsamehe, maana kilikuwa kimemsimamisha kwa muda. Tulipomsamehe ndio tukarudi kwa wananchi. Tulipowaita wananchi pamoja na wao kuomba arudishwe kwenye kazi ile ya ubalozi, tulienda tukakaa. Mabalozi pale walikuwepo watu wawili, sio watatu. Lakini wananchi kwa pamoja walichagua Konstantini Bahati kuwa ndo anayefaa kuwa balozi. Chama hakikusita kumrudisha mheshimiwa huyu Konstantini Bahati, tukamrudisha, tukamkabidhi muhuri na mpaka sasa hivi ni balozi tayari mwenye eneo hilo. Utendaji kazi wake wa Konstantini Bahati ni mzuri, na ndio maana wananchi, wanachama kwa ujumla walikuwa na mhitaji kurudi madarakani. Chama tulikuwa tumeuona, lakini kulikuwa na mambo mengine changamoto ambazo unazifahamu za kibinadamu, ndio ikafikia hatua kwamba paka aje yeye mwenyewe. Lakini tunashukuru sisi alitusaidia, pamoja na kuwa kwamba chama tuliona hilo tatizo, ila yeye alitusaidia zaidi.